بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442, katika darsa ya risala usul السنة لأبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. tuendelea na utangulizi mshereheshaji. tulifikia kauli yake qala wan-nasu arba'u asnaf, na watu wako katika aina nne: thalathu min almu'minina wa sinfu min alkuffar, aina tatu ni katika waumini na aina moja katika kufar. قال الصنف الأول السابقون المقربون، ni wale ambao katika daraja ya juu kabisa, walio karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. هم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات والفرائض وتركوا المحرمات والكبائر. نهاني والي وليمبكيش الله سبحانه وتعالى وكم تكسي الله عبادة، بمعنى وكم شركيش نشوت wakatekeleza yale waliyowajibishiwa na kufaradhishiwa, wakawacha yale waliyoharamishiwa na madhambi makubwa. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أما صغائر الذنوب أكون نيسالمك، مذنب مدوب أكون نيسالمك. قال وكان عندهم نشاط فزادوا في فعل النوافل والمستحبات، صلى الله من فضله، وتركوا المكروهات وفضول المباحات. kisha hao wakawa na nashati zaidi juu ya faradhi, wakawa watekeleza pia nawafil, ibada za sunna zinazopendekezwa, na wakawacha mpaka kile ambacho ni makruh, akijafikia katika daraja ya haram wakakiwacha ili kujiepusha na haramu. kadhalika kile ambacho ni cha mubah lakini ni katika ziada pia wakajiepusha nacho. hawa wako katika daraja ya juu kabisa na ni wachache sana. Allah subhanahu wa ta'ala asema thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. katika hawa waliokuja baadaye ni wachache katika hawa walio na daraja hii, na hawa ndio wale ambao wamezungumzwa katika suratul Waqi'a, kundi la kwanza kabisa: wasabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna. na hawa ndio watakaopata wahurun 'ain kaamthali al-lu'lu'il maknun. sio kila anaingia peponi atapata hurun 'ain, na hili ni jambo lajulikana. wale ambao wako chini ya daraja ya hawa watapata wale inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin. usione kila atakaingia peponi atapata hurun 'ain. mahari yao ni amal salih, mahari yao yahitaji juhud na ijtihad katika amali. kwa hawa ndio الصنف الأول
الطبقة العليا وليجوا كبيس. الصنف الثاني المقتصدون وتوكات نكات، وهم أصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات والفرائض وتركوا المحرمات والكبائر. هاو ndio wanaojulikana kama ashabu al-yamin. Wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud. Hawa ndio wanakusudiwa. Na hawa ni wale ambao wametekeleza yale waliowajibishiwa na waliofaradhishiwa, wakawacha yale walioharamishiwa katika madhambi makubwa kayawacha. ووقفوا عند هذا الحد وكسممية katika mpaka huu. فلم يكن عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات. hawa kuwa na nashat katika kufanya sunna mustahabbat na kuacha yale mambo ambayo ni makruh na mubah ambao hawana haja nayo, hawakuacha. Na hii daraja iko chini ya wale wa kwanza. وهذان الصنفان يدخلان الجنة من أول وهلة. ingawa haya makundi mawili wataingia peponi mwanzo kabisa, hawana adhabu. hao moja kwa moja biidhnillah, kwa fadlan min Allah ta'ala wa ihsanan, waingia peponi moja kwa moja. hivi vikundi viwili, kundi cha kwanza almuqarrabun na kikundi cha pili almuqtasidun. الصنف الثالث الظالمون لأنفسهم، وليجذلوا نفسهم، وهم مؤمنون موحدون نوؤمنين ونتوحيدي أخلصوا لله العبادة ولم يكن في عملهم شرك وممتكسية الله عبادة نندني عمليه وحكون الشرك وأدوا الواجبات لكن قصروا في بعضها ومتكليزا من بواجب لكن كوكونا upungufu katika yale wanayofanya katika wajibat وتركوا المحرمات لكن قد يفعلون بعضها na wamewacha yale ya haramu lakini kuna mengine wakayafanya. فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم وهم على خطر من دخول النار صلى الله العافية والسلام. hawa ndio waliojidhulumu nafsi zao na hawa wako katika hatari ya kuingizwa motoni kwa kadri ya madhambi waliyofanya. Ukiangalia mwenyewe waweza kujitathmini uko katika kundi gani, na sina shaka kuwa tuko katika kundi la tatu, adh-dhalimuna li anfusihim. wengi wetu tumejidhulumu nafsi zetu. Hakuna haja ya mtu kufanya bidii sana kujitoa katika kundi hili, ajisukume katika kundi la ashabul yamin al-muqarrabun kwa kadri ya vile atakavyoweza, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq was-sadad, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe yale aliyokosea katika ya wajib aliyofanyia upungufu na ya haramu aliyofanya. wallahu musta'an. قال وقد يعذب أحدهم في قبره بسبب المعاصي والجرائم التي مات عليها, na huenda mmoja wao akaadhibiwa katika kaburi lake kwa sababu ya madhambi na makosa ambayo amekufia nayo bila ya kutubia, kama fi sahihaini عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال, mtume sallallahu alipita akaona makaburi mawili akasema innahuma la yu'adhaban. Hii hadithi ukiangalia yatisha sana, yatakatufahamu hao waliozikwa ni waislamu. Lau kama wangelikuwa ni makafiri, mtume sallallahu asingeombea shafaa kwa kuweka vile vijiti ili ile adhabu wakhafishiwe kiwango kiasi cha vile vijiti kukauka. Na hapa natotambii
kwa sio sunna kuweka vijiti kwenye makaburi eti ataondolewa adhabu. Wewe wajuaje waadhibiwa? Wajua ilmu al-ghaib? Maana kuna siku hizi mtindo waanza, wajua makhurafi wacha vitu luzi, watu wafanye wanavyotaka kwao. Sasa mimi nimeona katika mazishi mawili matatu na nikauliza mfanya nini nyinyi? Haiwajua yaondoa nini? Yaondoa adhabu. Wajuaje huyu adhibiwa? Wewe Mtume sallam peke yake ndiye alikuwa akisikia ile adhabu akiadhibiwa, wala haikutokea sahaba yoyote baada ya hapo eti ameona makaburi akapanda miti. Chukua kila kaburi panda miti, basi kungekuwa na mwitu pale Baqia. Sijui fiqhia tokea wapi ya kikhurafi. Alafu Mtume sallam namna alivyokikata kile kijiti, hakukikata kwa upana, amekata kwa urefu katikati. Lau kama ni kupanda mti kumekusudiwa mtu atapasua katikati kile kijiti, simuelewa hivi. Shaqqa ni kwa urefu. Nenda katika ahkamul janaiz wa bid'a wa Sheikh Al-Albani amezungumza vizuri sana hadithi na bid'a ambayo watu waifahamu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam mfanya Mtume sallallahu maana yake nini? Ni kuwa amekubaliwa shafaa yake juu yao kwa kiasi cha kukauka tu vile vijiti. Kifumaliza kukauka waadhibiwa tena. Tumekubalia tutawapumzisha. Kiasi cha kijiti kukauka. Shakauka basi. Mtu asije akapanda miti kwenye makaburi, kwenye kaburi dunga vijiti akazungumza maneno kama haya. Maki wewe utatuambia kuwa wasikia wakiadhibiwa? Na umpewa wewe nafasi ya kuombea shafaa, umpewa wewe ili uweke vijiti hapo ndani. Wallahu almusta'an. Lakini hiki wajua hivi vijiti, mmoja ananiambia vijiti vasabih, anaambia na mchanga pia wasabih. Wacha vijiti, hata mchanga uliomfunika nao pia wasabih. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Wacha hivyo vijiti, hata huo mchanga mnaomfunikia nao pia wasabih. Hata lile bao mnomfunikia pale chini sisi tuamida sabih kwa ushahidi wa hii aya, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kwa hutuambiwe kwa eti vijiti ndio wasabih, la, kila kiumbe cha msabih Allah, pamoja na kuwa wewe hujui. Wewe huenda mtu akaadhibiwa kwa madhambi. Hii hadithi innahuma la yu'adhabani, hao wawili waadhibiwa, wama yu'adhabani fi kabirin, na hawaadhibiwi kwa jambo ambalo ni kubwa mtu hawezi kujiepusha nalo, ni jambo ambalo mtu yaweza kujiepusha nalo. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min albawl, kienda kikojoa hazuii ule mkojo kumrudia ukamtia najis katika mwili wake na nguo yake. Kojoa tu, jamaa ukojoa hajali, kiingia chooni hajui akhlaq na adabu alizofundishwa za kwenda chooni, hataki kujua yeye. Adhabu kwenye kaburi sababu ya mkojo. Qala wa amma al-akhar, ama huyo mwingine, fakana yamshi bin namima, alikuwa akitembea na umbea baina ya watu. Mbea bwana, chukua huko habari kisipeleka kule, kichukua kule peleka huku, ili watu wafanye nini? Watu watete. Mbea bwana. Na ndio tabia wanao watu wengi, mpaka wanaume leo. Kuna wanaume wazima wa mbea kweli. Piga habari huko kupeleka huko. Na siku hizi haina haja kutembea. Zamani wapata tabu. Siku hizi aweza kuchat tu na mtu papa akasema kitu, akapiga picha, sikia huyo asema nini, tumia huyo. Kisha yule akijibu, tumia huyu bwana asema hivi kuhusu wewe. Ombea. Sasa ikiwa kwa watu wa kawaida mbea adhabu yake ni, je yule anayefanya umbea kwa maulama? Ati talib ilm afanye umbea baina wanaovioni mpaka wanaovioni wakosane, kutokee fitna kubwa baina ahli sunna. Nini sababu? An-nammamin. Nammam achukua habari huko akipeleka huko, chukua huko akipeleka huko, mpaka watu wawili wakosane wazungumzi tena.
na bado utapeleka umsikia asema hivi na hivi kuhusu wewe na huyu asema hivi na hivi kuhusu wewe. A'udhu billah, tabia mbovu sana imesababisha fitna nyingi sana katika mujtama. Umbea imepasua familia ngapi tabia hii. Kesho kuna adhabu. Ashahid ni kuwa hawa wameadhibiwa kwa dhambi ambayo wamekufia nayo. Thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha, akaipasua nisfaini, fagharaza fi kulli qabrin wahida, akazika katika kila kaburi moja. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha, kwa nini umefanya hivi? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma, sikiza hapa, ma lam yaibasa, huenda wakakhafifishiwa adhabu maadamu havijanyauka na kukauka, lakini vikishakauka bimaana ni kama amepewa nafasi ya kuombea shafaa kwa kiasi hichi. Umpita mahali unamwona mtu yachapwa, bwana naomba msameheni, sisi tutamsamehe kiasi cha wewe kupita tu, ukishapita hapa sisi tuendelee, mfano hivyo ili uelewe. Shakauka adhabu endelea. sallallahu alaihi wasallam. na'udhu billahi min adhab al-qabr. قال وقد يصيب أحدهم أهوال وشدائد في موقف القيام, na huenda mmoja wao akapatwa na majanga na shida katika mawqif ya kiyama, katika hali ya kufutiwa nini? Kufutiwa madhambi. وقد يعذب بالنار, نعوذ بالله من النار, na huenda kaadhibiwa na moto. وقد يعفى عنه, na huenda Allah akamsamehe kamwe. fahuwa tahta mashiati Allah ta'ala, yuko katika mashiati Allah, anavyotaka Allah ndio atakavyomfanya. qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. na ahlul bid'ah hili walipinga. ahlul bid'ah min al-khawarij, na waingia pia al-ibadiyya ambao ni khawarij pia, wapinga kuwa ashabul kabair watasamehewa, wasema lazima ataingia motoni tena khalidan mukhalladan fiha. ile i'tiqadi ya khawarij. Naona najua nikitaja al-ibadiyya kuna watu wapiga kelele wasema watu singizia. Nimeandaa halakati inshallah tutakuja kuzifanya za kuzungumzia itikadi ya maibadhi kwa vitabu vyao wenyewe wanavyozungumza, lakini kila nikiandika naona ile maudhui yazidi kupanuka, maana wana balaa nyingi kumbe kwenye vitabu vyao. Itikadi kusema kuwa ni khawarij, sisi tutasema wao wenyewe kwenye vitabu vyao. Nitawaonyesha, nitawasomea maneno yao, sema hivi, maimamu wao wasema hivi, angalieni hapa wasema hivi. Sasa wansingiziwa ama ndio. Sasa kitu kizuri ni kuwa kama wewe ni muibadhi, wachana na madhehebu, wachana na, sababu wengi maskini hawajui itikadi yao nini. Lakini inshallah tutaeleza kwa vitabu vyao, alafu muulize, hiki kitabu ndio kilivyosema ama kikusema kilisema? Sasa wakataa nini? Na nyinyi msema wenyewe hivi kama mashia, eti aje mshia hapa kwambie mimi simkufurisha Abubakar na Umar, lakini vitabu vyenu vazungumza hivyo. Usawa nilikuwa mseme basi hivi vitabu tumevikana, si vyetu hivi. Al-Kafi lil-Kulaini hatuitaki sisi, kwisha. Mfano wake kama Ahlus Sunna kusema hatuitaki Bukhari, sifahamu watakubali. Lakini shida au tofauti ni kuwa Bukhari ni kitabu huda na Al-Kafi ni kitabu dhalala. Hiyo ndio tofauti. Lakini kwa wao ile heshima kama vile wanavyoheshimu Ahlus-Sunna Sahih al-Bukhari. Al-muhim قال وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر وهم مؤمنون مصدقون موحدون. زمكوجا أحاديث كنجية تواتر kuwa wataingia motoni
kikundi katika watu wa madhambi makubwa na ni waumini waliosadikisha mitume na kumpokesha Allah, dakhaluha bikabairihim wa matu ala ghairi taubatin minha, wameingia motoni kwa sababu ya madhambi yao makubwa ambao walikufia bila ya kutubia. كأن يكون أحدهم موحدا وأصر على الزنا، كما آوي mmoja wao ni mtu wa tauhid lakini mzinifu endelea kuzini. أو التعامل بالربا أو أعمليانا معاملة وربا أو أكل الرشوة كلا ملungula. Hii rishwa ina majina mengi kweli, wengine waita chai, wengine waita soda, wengine waita mlungula, wengine waita nini vile unavyoita kule Yemen inaitwa hagilgat, ite sababu penda kula marungi wale watu wa shamali kule kwambia hagilgat ya gati hiyo, yani majina balabala. Wengine waita sijui nini, wengine kila mmoja na majina yake. au alghiba, singenya, au namima, umbea, au uquqi alwalidaini, akakakamia katika dhambi ya kuwaasi wazazi wawili, au qat'i silati arrahim, au kakata kizazi, walam yatub minhu, na asitubie. Kuna wengine waona sifa, sizungumzi naye kufa kuzikana, waona sifa, wewe mal'un. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. wengi kwenye laana wal billah wakatakizazi. Ukiangalia sababu ni mambo ya uchafu wa dunia. Watu wangapi leo hawazungumzi kwa sababu ya uchafu wa dunia, wamekatana. Ndugu hazungumzi na mwenzake. Ukiangalia ni mambo, na wallahi si ati hayatatuliki, yaweza kutatulika, na pengine yule anayejifanya mkali yeye ndio mkosefu, kisha hakuna mkali kama yeye, mimi kumbe yeye ndio amewakosea wenzake. Na pengine ukampata mtu ndugu yake yuko tayari kutanaza kwa kila kitu kwa ajili ya ndugu yake, yuko radhi, hili sawa, hili sawa, bora tu ule ndugu urudi. Tena hatosheki yeye na wanangu, si radhi mimi nyinyi kumtembelea yule ndugu yangu na watoto wake, yani ile laana iendelee. Mbona watu waovu hivi watu wengine, subhanallah. Hadha sababu nini? Sababu urathi. Ilikuwa mimi nataka nyumba ile, akaichukua yeye, mimi nanipa hii, mimi sitaki hiyo, nachukua leo. Basi ndio uchukue, ungekubali siku zile, si leo. Sasa wewe wataka nini? Wewe wataka balaa tu, wataka moto tu wa jahannam bure. Na kuna wengine wewe wafanyia khairi, wao ndio wakukata. Kila ukiunganisha wazidi kukukata. Sasa mtu usema mfanyaje? Tafanyaje sasa? Ni jamaa yako, fakaannama tasifuhu in kunta kama qulta fakaannama tasifuhum almal. Ni kama wawalisha majivu ya moto, endelee hivyo hivyo, Allah atakunusuru. Lakini hili jambo leo limezidi sana, kitu kidogo tu. Wengine wakatana kwa watoto wao tu, wamekosana watoto wao, basi na mimi babake sizungumze na mimi usizungumze naye, basi kusha. Muona kitu kidogo jamani. fayu'adhabu ma shaa Allah, ataadhibiwa kwa kadri atakavyotaka Allah. Niwaambia katika darasa ya dhuhuri, tuseme kwa mfano hukumiwe wewe, utakuwa motoni siku moja kule miaka 1000. Kwa ukihukumiwa kwa mfano wewe utaketi mwaka, ujue huo mwaka huo kila siku moja katika ule mwaka ni 1000. Piga hesabu zako, utakwenda kupanga huko mbele, saulike motoni wal iyad billah. ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. kisha atolewe motoni kwa shafaa ya wenye kumuombea shafaa, au kwa rehema za yule mwingi wa rehema. ومنهم من يشفع له فلا يعذب, kuna wale watakaoombewa shafaa tayari wende motoni,
Allah akubali ile shafa'a asiwatie motoni awasamehe. وقد ثبتت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات. زي ثبوت أخبار كما متوم صلى الله عليه وسلم ataomba shafa'a mara 4 fi kulli marratin, katika kila mara subhanahu wa ta'ala yahuddu Allah lahu haddan liyukhrijahum minan nar. Allah amwekea kiwango hiki, kiwango watoe motoni hawa, watoe motoni ikraman li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. fi sahihayn an Ma'bad ibn Hilal al-Anazi, ni hadithi insha Allah tuyochenta kuja kuisoma katika kikao kitakachokuja mpaka mwisho wa mukaddima insha Allah taala. Nia yangu ilikuwa ni kumaliza mukaddima, lakini naona hadithi ni ndefu sana, tuwezi kuimaliza na tayari imepita dakika 25. kwa hivyo hii hadithi tutakuja kuisoma kesho insha Allah taala idha ahyana Allah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وألا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.